Taarifa za dharura kutoka kwa chama cha Chadema kumuhusu John Heche mchana wa leo zimeshtua dunia. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni mara yako ya kwanza kufika hapa, kumbuka kusubscribe. Habari za kukamatwa kwa makamu mwenyekiti wa Chadema Taifa John Wegesa Heche zimeutikisa umma wa Tanzania na kuzua taharuki kubwa nchini, zikiwa ni miongoni mwa matukio yanayoongeza hofu kuhusu mwenendo wa haki za kisiasa na usalama wa viongozi wa upinzani chini ya utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan. Tukio hili lililotokea asubuhi ya leo limeibua sintofahamu kubwa baada ya vyombo vya dola kushindwa kutoa taarifa rasmi kuhusu mahali alipo kiongozi huyo maarufu wa upinzani. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na chama hicho, timu maalum ya mawakili na viongozi wa Chadema ilianza msako wa haraka baada ya kupata fununu kwamba Heche alikuwa amekamatwa na watu wanaodaiwa kuwa maafisa wa usalama. Timu hiyo ilifika kituo kikuu cha polisi Tarime kwa lengo la kufuatilia taarifa hizo, lakini maafisa wa kituo hicho walikana kuwa na taarifa yoyote kuhusu kukamatwa kwa kiongozi huyo, wala hawakuwa na kesi yoyote iliyoripotiwa dhidi yake. Kutokana na majibu hayo yasiyoridhisha, msafara wa chama uliamua kuelekea katika ofisi ya idara ya uhamiaji wilaya ya Tarime wakitumaini kupata mwanga kuhusu alikoelekezwa Heche. Hata hivyo, maafisa wa uhamiaji nao walikanusha kuwa na taarifa zozote kuhusu tukio hilo. Majibu haya yamezidisha mkanganyiko na hofu, huku chama hicho kikuu cha upinzani kikiendelea kushikilia kuwa kiongozi wao amekamatwa kwa njia ya kutatanisha. Katibu wa Chadema mkoa wa Mara alithibitisha kufika katika kituo kikuu cha polisi Msoma, lakini huko nako hakukuwa na taarifa yoyote juu ya kukamatwa kwa Heche. Simu zake hazipatikani na hakuna taarifa rasmi kutoka kwa mamlaka yoyote ya dola. Ukimya huu umewaacha Watanzania katika taharuki, huku wengi wakihusisha tukio hili na mwendo wa muda mrefu wa serikali ya Samia Suluhu kutumia vyombo vya usalama kuwakandamiza wapinzani wa kisiasa. Hadi sasa hakuna mamlaka yoyote ya serikali iliyojitokeza kueleza sababu za kukamatwa kwa Heche, mahali anaposhikiliwa au hata kosa analodaiwa kufanya. Taarifa hiyo ya Chadema imesema wazi kuwa chama hicho kinahofia usalama wa kiongozi wake na kinamtaka Inspekta Jenerali wa polisi kutoa maelezo ya haraka kuhusu mahali alipo. Tukio hili limeibua kumbukumbu mbaya kwa Watanzania, wakikumbuka matukio mengine ya awali ambapo viongozi wa upinzani na wanaharakati walikamatwa au kutoweka katika mazingira ya kutatanisha, kisha serikali ikabaki kimya. Kisa cha Heche kinajiri wakati ambapo taifa liko katika mvutano mkubwa wa kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Kwa wachambuzi wa siasa, hii ni sehemu ya mkakati mpana wa serikali ya Samia Suluhu wa kudhoofisha upinzani na kulifanya taifa lionekane lina demokrasia kwa jina pekee. Kwa miaka ya karibuni kumekuwa na mlolongo wa matukio ya ukandamizaji wa wapinzani, hasa wale wanaoonekana kuwa na ushawishi mkubwa miongoni mwa wananchi. Miongoni mwa matukio hayo ni pamoja na lile la aliyekuwa mbunge wa Arusha mjini Godbless Lema, ambaye mara kadhaa alikamatwa na kufunguliwa kesi zinazotajwa kuwa za kisiasa. Pia Freeman Mbowe, mwenyekiti wa Chadema, aliwahi kushikiliwa kwa muda mrefu bila sababu za msingi kabla ya kuachiwa kwa shinikizo la kimataifa. Vilevile, mashirika ya haki za binadamu yamekuwa yakilalamikia ongezeko la matukio ya watu kutoweka ghafla, huku serikali ikibaki kimya. Mwandishi wa habari Azori Gwanda aliyepotea mwaka 2017 hadi leo hajulikani alipo. Mashirika ya kimataifa kama Amnesty International na Human Rights Watch yamekuwa yakilaumu serikali ya Tanzania kwa kushindwa kuchukua hatua thabiti juu ya visa hivyo. Kukamatwa kwa Heche kumeonekana kama mwendelezo wa historia hiyo ya ukandamizaji, huku wengi wakiona ni jaribio la moja kwa moja la kumvua nguvu mmoja wa viongozi wanaochukuliwa kuwa tishio kubwa kwa chama cha CCM. Heche amekuwa sauti kubwa inayokosoa sera na mienendo ya serikali ya Samia Suluhu, akiwahi kuibua hoja nzito kuhusu matumizi mabaya ya madaraka, rushwa serikalini na kukandamizwa kwa haki za kiraia. Wachambuzi wa masuala ya siasa wanasema tukio hili
limeonyesha jinsi serikali ya Samia Suluhu inavyoendelea kutumia vyombo vya usalama kama silaha ya kisiasa, na kwao hii ni mbinu ya kuhakikisha hakuna kiongozi wa upinzani anayebaki huru au mwenye nguvu za kuhamasisha umma kuelekea uchaguzi wa mwaka huu. Tanzania imeingia katika kipindi ambacho kila tukio la kisiasa linachunguzwa kwa makini na dunia nzima, hasa baada ya miaka ya nyuma ambapo serikali ilikumbwa na lawama nyingi kwa uvunjaji wa haki za binadamu. Sasa jamii ya kimataifa inafuatilia kwa karibu zaidi. Mashirika ya kimataifa ya uangalizi wa uchaguzi yameanza kutoa tahadhari kwamba mazingira ya kisiasa nchini humo yanaelekea kuwa hatarishi kwa demokrasia. Na kwa upande wa wananchi, mitandao ya kijamii imefurika taarifa, hasira na hofu. #WhereIsHeche imesimama kwa kasi, ikitumiwa na wananchi, wanaharakati na viongozi wa mashirika ya kiraia kudai majibu kutoka kwa serikali. Wengine wamefananisha hali na ya zama za uongozi wa awali ambapo viongozi wa upinzani kama Tundu Lissu waliponea chupuchupu baada ya kushambuliwa kwa risasi, tukio ambalo hadi leo halijawahi kupata majibu kamili. Hofu ya Watanzania inatokana na historia mbaya ya visa vya utekaji na upotevu wa watu, hasa pale ambapo serikali haijawahi kutoa majibu ya wazi. Na tukio la Heche limewachochea wananchi kukumbuka matukio hayo ya nyuma, na kwa wengi ni dalili kwamba mfumo wa ukandamizaji bado upo hai chini ya sura mpya ya maridhiano inayodaiwa na serikali ya Samia. Ukimya wa mamlaka za dola katika sakata hili umeibua maswali kuhusu uwazi wa uwajibikaji wa taasisi za usalama, wakati Chadema ikishikilia kuwa inaamini kiongozi wao yuko mikononi mwa vyombo vya dola. Polisi na idara ya uhamiaji wakiwa wanakanusha kuwa na taarifa zozote. Sintofahamu sasa imezidi kuongezeka. Kwa wachambuzi wengi, halisi ajali ya kisiasa, bali ni mkakati wa kisiasa na udhibiti wa kimya unaotumika na serikali dhidi ya wapinzani. Kwa nje, serikali inaonekana kufuata sheria, lakini ndani yake inatumia mianya ya kisheria na nguvu za dola kufuta kabisa uwepo wa sauti pinzani. Katika siku za hivi karibuni, serikali imekuwa ikilaumiwa kwa kutumia mahakama na vyombo vya sheria kama nyenzo za kisiasa. Viongozi wa vyama vya upinzani wamekuwa wakipangiwa kesi zisizokuwa na msingi, na kesi hizo zikicheleweshwa kwa makusudi, huku mashahidi wa serikali wakishindwa kujitokeza kwa muda mrefu. Hatua hizi zinachukuliwa kama njama ya kuwazuia viongozi hao kushiriki kikamilifu katika siasa, hasa kuelekea uchaguzi mkuu. Tukio la Heche limekuja katika kipindi ambacho upinzani nchini Tanzania umekuwa dhaifu zaidi kuliko wakati mwingine wowote. Wengi wa viongozi wake wamefunguliwa kesi, wengine wamekata tamaa, na wachache waliobaki huru wanaishi kwa uoga. Kwa hiyo, kukamatwa kwa Heche si tukio la kawaida, bali ni pigo kubwa kwa chama cha Chadema na kwa demokrasia ya Tanzania kwa ujumla. Wachambuzi wa siasa wanasema hatua hii ni ishara kwamba Rais Samia Suluhu anapanua mkakati wake wa kisiasa na kuhakikisha kuna sauti pinzani yenye nguvu kuelekea uchaguzi. Kwa muda mrefu amekuwa akitumia lugha ya maridhiano na mageuzi, lakini vitendo vya serikali yake vinaonyesha kinyume kabisa. Uongozi unaotumia upole kama kivuli cha udhibiti wa kimfumo. Tukio hili limewachochea wananchi wengi kuamini kwamba demokrasia nchini Tanzania iko hatarini zaidi kuliko inavyoonekana. Kwa mitaa, mijini na vijijini, gumzo ni moja tu, wapi alipo John Heche. Lakini zaidi ya hapo ni woga ulioenea miongoni mwa wananchi kwamba yeyote anayejaribu kukosoa serikali anaweza pia kutoweka ghafla bila maelezo. Kwa sasa dunia nzima inatazama Tanzania kwa macho makali. Mashirika ya kimataifa, wanadiplomasia na wanaharakati wa haki za binadamu wanasubiri kuona jinsi serikali itakavyoshughulikia suala hili. Hata hivyo, historia inaonyesha kuwa ukimya wa serikali katika matukio kama haya umekuwa mrefu na wenye ukinzani mkubwa. Kwa wananchi wengi, kukamatwa kwa Heche si swala la kisiasa, bali ni jaribio la kuua matumaini ya kizazi kipya cha Watanzania wanaotamani mfumo wa kidemokrasia wenye uwazi na usawa. Na huu ulikuwa uchambuzi maalum kutoka pa Kenyascope, tukifuatilia
Taharuki kubwa inayoibuliwa na kukamatwa kwa John Wegesa Heche, kiongozi mkuu wa upinzani ambaye sasa ameibua maswali mazito kuhusu hatima ya haki, uhuru na demokrasia nchini Tanzania. Umeshtuka, dunia inatazama na historia itaandika. Hii ni Kenyascope na kumbuka kusubscribe, washa kengele ili uwe ukipata alerts kila wakati tunapo upload video mpya.